the unchanging natures. That's what I want to speak. Asili ambazo hazibadiliki. Seasons may change. Nyakati zaweza badilika, lakini asili hizi tangia siku Mungu aliumba dunia, akaumba mbinguni, tangia siku hiyo asili hizi hazijabadilika. Na kabla niingie hivi katika somo hilo, nilikuwa nasoma kitabu cha Ayubu. Job, ukisoma chapter 38 na 39. Unajua Ayubu kuanzia, ukisoma Job kuanzia 1, Ayubu alisema, akalalamika, akanena mambo mengi. Watu wengine wakaungana na yeye wakasema maneno. Mungu alikuwa tu amenyamaza. Anawasikiza, anawaangalia. Lakini ukisoma 38, napenda tu tupitie kidogo. Hapo pengine wewe utaenda kuendeleza kitabu cha Job. Job chapter number 38. Yani Mungu aliwasikiza, wakasema maneno yao. Mungu akiwa pale kitini bado yeye anawaangalia. Kwa sababu Ayubu alikuwa kwenye mateso, alikuwa mwili wake umejawa na uchungu, mali yake yote ilikuwa imekwisha, na kwa hivyo alikuwa na uchungu wa moyo. Alikuwa anauliza Mungu. Na hali hii hata sisi watu wa kawaida tunajipata mahali pale tukiuliza Mungu maswali. Lakini sikia Mungu anavyosema na Ayubu. Chapter number 38. Na kama Biblia yako ni kama yangu, hapo juu iko na kichwa imeandikwa The Lord Speaks. Tumesikia Mount Kenya ikiongea, tumesikia Nyanza ikiongea, tumesikia watu wa Rift Valley wakiongea, tumesikia Amerika ikiongea, tumesikia Job akiongea in 37 chapters. Lakini hii ya 38 imeandikwa The Lord Speaks. Anasema hivi: Then the Lord answered Job out of the storm. He said, Who is this that darkens my counsel with words without knowledge? Brace yourself like a man. In other words, stand like a man. I will ask you questions and you shall answer me. Mungu anaambia Ayubu, sasa mumeongea kama watu ambao wako na wisdom, lakini sasa ni wakati wangu wa kuongea. Brace yourself like a man. I will question you and you shall answer me. Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me if you understand. Who marked off its dimension? Surely you know. Yani Mungu anaambia Ayubu, sasa simama uniambie, nani aliweka misingi ya dunia hii? Kwa sababu wewe unajua sana. Nani aliweka akaweka boundaries za seas na za oceans? Kwa sababu wewe unajua sana. Nani? Yani nilisoma hiyo chapter 38. Imagine Mungu anauliza Ayubu, hata ni nani anajua milango ya kifo? Labda wewe umejua, labda umeonyeshwa. Has it been revealed to you the gates of death? Mungu anauliza Ayubu hivi. Hata anamuuliza, wewe ndio unaonaga wale the wild goats, wale mbuzi wa mwituni wakati wanajifungua. Do you know their gestation period? In other words, wewe unajua inawachukua muda gani kwa wao kujifungua? Bwana apewe sifa. Na ikani challenge sana. Yani ukisoma hiyo the 2 chapters, hata wewe unanyamaza. Unaona kumbe tunaulizaga maswali pasipo na kujua. Unajua tumepitia hali, unasikia mtu akiuliza Mungu, ulikuwa wapi? Mungu, kwa nini haya imetokea? Ukisoma hiyo, hakuna siku utapata wakati wa kuuliza Mungu hiyo. Maana anauliza Job, wewe unajua store ya ice na snow? Niambie kama unajua, kwa sababu wewe ni mwanaume. Wewe unajua. Bwana Yesu apewe sifa. Hata mimi, maandiko yanasema hapo Ayubu alinyamaza. Hakusema neno lingine lolote. Na ukienda chapter 41, mahali Job anapata wakati wa kuongea tena, anasema nilikusikia, lakini sasa nimekujua. Bwana Yesu apewe sifa. Enda soma mambo hayo, na hata wewe ulikuwa unasikia Mungu, utaweza kumjua sana. Hivyo God bless you so much. Nataka tuingie kwa, kama vile nimesema, mambo ambayo hayabadiliki. The natures that have not changed. Mambo yanaweza kuwa yamebadilika, lakini kuna mambo kadha ambayo hayajabadilika.
Na jambo la kwanza ninataka tulione ni the nature of God. The nature of God. Malachi 3:6. Malaki 3:6. Tuweke nitakutumia, kwa hivyo tutaenda haraka kwa sababu it involves a lot of leading. Malachi 3:6. Malachi ya mwisho 3:6. Maandiko yanasema hivi, I the Lord do not change. So you, O descendants of Jacob, are not destroyed. Bwana Yesu apewe sifa. I the Lord do not change. I the Lord do not change. Yani Mungu anasema, mimi Mungu wenu sibadiliki. I do not change. Nataka kusema hivi kwamba ile miaka uko nayo, you have been a witness, ama umeona mambo ambayo yamebadilika. Niseme hivi, 1920 Kenya ilifanyika kuwa koloni ya Waingereza. It was declared a British protectorate. Yani wakasema hii ni yetu. In 1963 Kenya ikafanyika kuwa nchi ambayo iko na self governance, ama wanajitawala kwa wao. It was changes. Ilikuwa ni changes. In 2020 corona came and invaded the world. There was changes. Hatungesalimiana jinsi tulivyozoea. Hatungekusanyika jinsi ambavyo tulizoea. Mambo yamebadilika. But our God remains unchanged. Hakuna kitu kimebadilisha Mungu. Hajaondoka mahali kwa sababu mambo haya yote yamefanyika. He remains everlasting. He remains an eternal God. Yeye anabaki Mungu ambaye anaishi. He is not changed. Kama ulidhani mambo yatafanyika yaondoe Mungu ama yabadilishe Mungu, maandiko yanasema he remains a dependable God. Yeye anabaki Mungu ambaye unaweza depend on. Yeye anabaki kuwa trustworthy God. He remains to be self-sufficient God. Yeye anabaki Mungu ambaye anaweza jisustain. Hakuna kitu. In fact, maandiko yanasema ni nini hicho Mungu anahitaji kutoka kwako? Ulidhani hawezi jisustain? He remains unchanging God. Bwana Yesu apewe sifa. Na ukisoma Waebrania 13:8 inasema hivi, Jesus is the same yesterday, today and forever. He will never be changed by anything. He is the Lord. He is unchanging God. Asili yake ni kwamba habadiliki. Hakuna siku yeye atabadilika. Yeye anabaki kuwa Mungu yule. Kama ni Mungu huyo ambaye habadiliki, yeye aliyekuwa na watumishi wake katika kanisa la kwanza, huyo tuko na yeye siku ya leo. Anatupigania, aliwapigania wengine, hata na wewe atakupigania, because he remains unchanged God. Sisi tunaweza badilika. Tunaweza pata mambo yatubadilishe, lakini Mungu habadiliki. Hata Paulo anakwenda kwa Wagalatia, anawaambia, you foolish Galatians, who bewitched you? You started, mlianza vizuri, mkaanza kwa roho, lakini sasa mnamalizia kwa mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Oh you Galatians, foolish Galatians, who bewitched you? Mlianza vizuri, mnamalizia vibaya. Ninasema hivi, mambo yanaweza badilika. Mambo yanaweza badilika. Unaweza anza ukiwa mzuri, unamalizia ukiwa mbaya. Unaweza anza ukiwa mbaya, unamalizia mzuri. Because our nature is changing. We are in the nature that change. Na hata juzi, nafikiria wiki iliyopita, nilikuwa nasikiza hali ya anga. Si kwa TV wanaletaga hali ya anga, weather forecast. Lakini nilishangazwa, kumbe mambo yamebadilika. Yule mtu wa weather forecast alisema hata siku hizi hawawezi predict, kwa sababu wamesema kutanyesha, kunakosa kunyesha. Wanasema jua litawaka, kunanyesha. Mambo yamebadilika. Hata unasikia watu wakisema there is global warming, yani ulimwengu umebadilika. Mambo yanafanyika. Imerano osiageoka leria siagereire, but the Lord will never change. Haya yote yanabadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Bwana Yesu apewe sifa.
Na kwa hivyo ninataka kutangaza kwamba he remains Jehovah Jireh, Mungu ambaye anatuprovidea. He remains to be Jehovah Rapha, my healer. Kama aliwaponya siku zile, hata sasa he is Jehovah Rapha. Wale ambao ni wakucheza mpira, nasikia unajua kuna timu moja hapa Kenya inaitwa AFC Leopard. Wengine wakasema siku hizi AFC imekuwa AFC Antelope. Yani kwa sababu imekuwa imepigwa. Bwana Yesu apewe sifa. Hani kwa wale ambao wanapenda soka. Yeah, things are changing. But God will never change. He will never change. He remains to be Jehovah Shalom. Yeye anabaki kuwa Mungu amani yetu. He remains to be Jehovah Ra, the Lord our shepherd. Anabaki kuwa mchungaji wangu. Haijalishi hali zitakuwa namna gani, haijalishi mambo yatakwenda kinyume na mapenzi yangu, yeye anabaki kuwa Mungu. And he remains to be Jehovah Shammah, Mungu ambaye yuko mahala hapa. He remains to be Jehovah Shammah, the Lord who is here. Hata kanisa hili, he is our Jehovah Shammah. Jambo la pili ambalo halibadiliki, ama jambo la pili ambalo asili yake haijabadilika tangia misingi ya dunia kuwekwa, halijabadilika. Na hili na nashukuru Mungu sana kwa sababu ya jinsi ambavyo tumekwenda. Hii ya pili ambayo nataka kusema, nashukuru mchungaji kwa sababu ameisema. You have quoted 2 of my verses. Kwa sababu hiyo sasa sijui uliibia notes yangu ama kulienda namna gani. So the word of God, Isaiah 48 verse 8. Tuwekea Isaiah 40 verse 8. Biblia inasema hivi: the grass withers and the flowers fall, but the word of our God stands forever. Bwana Yesu apewe sifa. Nirudie hivi: the grass withers and the flowers fall. The grass withers and the flowers fall, because the breath of the Lord blows on them. Verse 8, the grass withers and the flowers fall, but the word of our God stands forever. Tuwekea Kiswahili. Majani hunyauka na ua hufifia, lakini neno la Mungu wetu ladumu milele. Bwana Yesu apewe sifa. The word of God stands forever. It doesn't stand for some time, but it stands forever. Na dunia hii tumeona mambo ambayo yamebadilika. Tumeona mambo yakibadilika. Tumeona tawala zikibadilika. Kulikuwa na utawala ambao hao ndio walikuwa super power. The USSR, wale wakiwa na German. Siku hizo wao ndio walikuwa wenye nguvu, lakini utawala ulibadilika na wakawa sasa hivi ni wa Marekani. Hata hao mambo yanabadilika. At one point they will never be a superpower. But God and his word will never change. Neno la Mungu halitabadilika. Maandiko yanasema hivi, kwanza katika kitabu cha Psalm 119 verse 105. Hebu tuweke Psalm 119 verse 1. This word is a lamp unto our feet, a lamp unto our paths. Halitabadilika. Neno la Mungu litaishi kuwa taa ya miguu yetu. Litaishi kuwa taa ya njia zetu. It will always be that. Shida ni kwamba inaweza kosa kuwa taa yako kwa sababu wewe umeondoka kwenye njia hizo. Inaweza kosa kuwa taa ya miguu yako kwa sababu wewe uliondoka. Si Mungu ambaye anaondoka, lakini wewe uliondoka. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa nafanya utafiti, nikaona kwamba Biblia ama neno hili la Mungu, ukiangalia in the Guinness Book of Records, inatathmini hivi kwamba kitabu hiki Biblia kimeuzwa over 5 billion copies have been sold. 5 billion, zaidi ya bilioni 5 ya Biblia zimeuzwa, zimechapwa, na wanasema zimechapishwa zaidi ya bilioni 15. Lakini ni kitabu gani ambacho kimeuza? Unajua nilikuwa natafanya utafiti nione, je, kuna kitabu ambacho kimeuzwa kuliko Biblia? Na ile angalau niliona imefuata kidogo, ilikuwa na 800 million.
Hiyo ndio imesomwa. Lakini Biblia imeuzwa 5 billion. It is the unchanging word of God. Maana haibadiliki. Hata wengine wakaandika vitabu. Ukisoma, kwa sababu mimi napenda kusoma, kuna ile storybook na najua wengi wanapenda Harry Potter. Harry Potter ndio J.J. Lawrence ameandika na akaandika kitabu hicho, lakini it only managed to sell 400 million copies. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Biblia hii na neno la Mungu halibadiliki, linabaki zaidi na zaidi ya miaka. Na mtu mmoja katika first century alitaka kuangamiza Biblia hii na neno la Mungu. Na akasema hivi, in the next 100 years the Bible will only be a museum piece. Kusema hivi kwamba baada ya miaka 100 Biblia itakuwa tu inaonekana kwa museum kwa sababu atakuwa ameiangamiza. But wonder of wonders, maajabu ya maajabu, yeye alikufa kabla Biblia iishe. Na jambo la kustua sana ni kwamba nyumbani kwake kulifanyika kwa kuchapishiwa Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Because it is the unchanging word of God. Hakuna mtu alisimama kinyume na neno la Mungu akafaulu. Alikufa akilia, lakini neno la Mungu linabaki. Bwana Yesu apewe sifa. The word of God is unchanging word of God. It will never change. Na maandiko yakasema neno ambalo Mungu analiachilia juu ya maisha yako halitamrudia bure, but to come fulfilling each and every purpose God intended. Halibadiliki. There is no time the word of God will change. Maisha yamebadilishwa kupitia neno hili, lakini ni wachache wamebadilika kwa sababu walisoma vitabu vya jinsi ya kufanya faida. Unaweza soma vitabu hivyo vya kutengeneza pesa, lakini hautabadilika. Unaweza soma vitabu vya leadership ambavyo vimeandikwa, usome akina Moyles, Molnu, lakini hautabadilika. But when you read the word of God, you shall stand changed, because it is the unchanging word of God. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo lingine ambalo halibadiliki, the nature of man. The nature of man. Asili ya mwanadamu haibadiliki. Najua labda unajiuliza how, na watu nimeona wakibadilika. Alikuwa humble, wakati Mungu alimuinua kidogo, huyo mtu akabadilisha, hata kioo hafunguagi, na akanunua ile inaitwa tint. Yani huwezi muona, na mlikuwa mnaenda kutafuta mafuti ya kulima na yeye, lakini akabadilika. But what I'm saying is the nature of man, asili ya mwanadamu haibadiliki. Sikia hii. Hata Mungu baada ya kuwaonyesha wana wa Israeli jinsi yeye ni mkarimu, walimwasi hawakumuasi. Walimwasi hata baada ya Mungu kuwapigania na kuonyesha mimi Mungu wenu, ninaenda mbele yenu, ninawapigania. Hata baada ya wao kuona Mungu alivyofanyia wale Farao na jeshi lake, walibadilika. Walirudi katika hali zao za zamani. Hata wanaambia Musa, unatupeleka wapi jameni? Si turudishe Misri, mahali tulikuwa tunakula watermelon, tulikula vitunguu. Turudishe kule. Because the nature of man will never change. Maandiko yanasema we were born in sin, yani tulizaliwa kwenye dhambi na tunaishi katika dhambi. It is our nature. It is the nature of man to live in sin. It is the nature of man that he was born in sin. Yani mtu ni asili yake kwamba alizaliwa kwenye dhambi. And also it is the nature of man. Ni asili ya mwanadamu kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa ajili ya utukufu wake. Ninajua tumesema mambo mengi kwamba Mungu hawezi aliumba mwanadamu ili kuworship. Yani Mungu hawezi kujiworship. Si Mungu alikuwa anaabudiwa hata kabla ya mtu kuumbwa. Si namna hiyo. Si Mungu alikuwa anaabudiwa. Hata unasema Biblia inasema, and God said unto them, let us make
Wale walikuwa pale, si walikuwa wanaabudu Mungu? Kwa hivyo Mungu hata anaweza fanya bila wewe. But you can never do it without God. Hauwezi kaa pasipo na Mungu. Sikia John 17 verse 5. Yesu anasema maneno haya. John 17. Yesu anasema maneno haya. Verse 5. Tuanze verse 4. I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Yesu anasema hivyo. Sasa Mungu, nimekamilisha kazi ambayo ulinipa kukamilisha. Sasa nineemeshe na ile ama nipe utukufu ambao nilikuwa nao kabla ya dunia kuwekwa. Kwa hivyo Mungu aliishi na he was also worshipped even before the foundations of the earth were laid. Mungu aliabudiwa. Unataka kuniambia wale wanyama 4 waliwekwa baada ya mwanadamu kuumbwa? Si walikuwa pale? Wale wazee 24 ambao kila saa, kila dakika wanainamisha vichwa vyao na kusema kwamba holy, holy is you, God. Si walikuwa pale? But God, the nature of man, tuliumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na ukisoma Isaiah, when you read Isaiah 43 verse 6, nitasoma kwa haraka sana. Isaiah 43 verse 6. Isaiah 43 verse 6 and 7. Maandiko yanasema hivi ukianzia 6. I'll say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Mungu anasema hivyo. Kila mtu, binti au mvulana, ambaye mimi nilimuumba for my own glory, kwa utukufu wangu. Bwana Yesu apewe sifa. So that is the nature of man. Asili ya mwanadamu ni kwamba tuliumbwa kwa utukufu wa Mungu. We were created for the glory of God. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kama tuliumbwa kwa utukufu wa Mungu, inafaa Mungu anapotuangalia anaona utukufu wake. When he looks at us, Mungu anataka kuona utukufu wake. But what does God see? Mungu anaona nini anapotuangalia? Does he still see his glory? Je, Mungu anaona utukufu wake anapotuangalia? Does God sees his glory on you? Je, Mungu anaona utukufu wake anapokuangalia wewe? Does he see his glory when he looks upon me? Anaona utukufu wake anaponiangalia? Jijazie, jiulize swali hilo na ujijazie. But that is the nature of man. Hawabadiliki. Na kwa hivyo, in that regard, Paulo anasema katika Waefeso 2, Ephesians 2 verse 1 to 2. Waefeso 2. Ephesians. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Weka kwa Kiswahili. Nyinyi mlikuwa mmekufa kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Endelea. Wakati ule mliishi kufuatana na mtindo mbaya wa ulimwengu huu. Mkawa na mtii mtawala wa pepo wenye nguvu wa anga, pepo ambao huwatawala sasa watu wasiomtii Mungu. Ile nataka kusema ni kwamba we were dead in our transgressions. Yani tulikuwa tumekufa katika hali yetu ya dhambi. Si nimesema asili ya mwanadamu ni kwamba alizaliwa kwenye dhambi. Anaishi kwenye dhambi. Na kwa hivyo Paulo anakubaliana kwamba tunaishi ama tulikuwa tumekufa kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana Yesu apewe sifa. We were dead. No wonder
utafiti unasema, si hapa Kenya utafiti unasema we are 85% Christians, ndio? Utafiti unasema hivyo kwamba Kenya ina asilimia 85 ya Wakristo. Na ikaendelea kuwagawanya kwamba 30% ya watu hawa 30% they are habitual Christians. Yaani hao ni watu ambao wanaenda kanisani kwa sababu ya mazoea. Na ikaendelea kusema hivi kwamba kati ya hao 30% kuna asilimia kubwa sana ya wale ambao hawataki kuwa kanisani, lakini walikuwa wanagoja the opportune moment. Yaani hawataki kukosa kanisani kwa sababu wataulizwa maswali. Kwa nini wewe hujaenda kanisani? Hawataki kubaki nyumbani ili majirani wasione hawajaenda kanisani. Lakini walikuwa wanagojea chance na opportunity kidogo ya kukosa kanisani. Na wanashukuru corona ilikuja. Kwa sababu hakuna mtu atakuuliza kwa nini uyuko kanisani. So nasema, si unajua watu hawaendi kanisani wakiwa wengi. Si unajua kulikatazwa watu wasikongamane pamoja. Lakini kitabu cha Waibrania kinasema, na msizoee kukosa kupatana kama jinsi ilivyo tabia ya wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Usiingie kwa mitego ile ya kukosa kukongamana. Ndio corona ilikuja ikabadilisha mambo. Lakini Biblia haijasema msiende kanisani kwa sababu corona ilifanyika. Bwana Yesu apewe sifa. The word of God abides forever. The word of God abides forever. Neno la Mungu linaishi milele na milele. Si tulikuwa na BBI, wanataka kubadilisha katiba. Lakini ni wapi umesikia kuna proposal ama amendment bill ya kubadilisha neno la Mungu? Because it abides forever. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo lingine ambalo halibadiliki, na tukiwa tukisalia pale, ukisoma Romans 7 verse 18, Paulo anasema, I know that nothing good dwells within me, that is my flesh. Paulo anasema, ninajua hakuna kitu kizuri kinachoishi ndani yangu, na huo ni mwili wangu. Najua kwamba hamna jema lolote ndani yangu mimi kadri ya ubinadamu wangu, kwa maana ingawa nataka kufanya jambo jema, siwezi kulitekeleza. Na ukisoma in the book of Romans, anasema, wretched man I am, who shall save me? And that one brings, na hiyo inatuleta katika asili yetu ya ine ambao ninamalizia kwa hiyo. The nature number 4, asili number 4, asili ambao ni ya mwisho. The nature of our redemption. Asili ya ukombozi wetu haijabadilika. The nature of our redemption has not changed. Asili ya ukombozi wetu haijabadilika. Inabaki kuwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya msalaba inabaki kuwa asili ya wema. Inabaki kuwa asili ya maisha yako mema. Inabaki kuwa asili ya wewe kuitwa mwana wa Mungu. Inabaki kuwa asili ya mambo yote ambayo ni mazuri. Mungu akasema, this is my son, listen from him. Yani Mungu akasema, huyu ni mwana wangu, msikizeni. That one has always remained the way to salvation. Ninajua kumekuwa mambo mengi yametukia, yamefanyika kwamba si lazima damu ya Yesu Kristo ikuoshe ili wewe uokoke, na watu wameleta njia nyingi za wewe kuokolewa. Si njia ziko nyingi, wanasema hivyo. Hata kuna wale wenye wanakupa example, wanakuuliza ukiwa hapa, ukitaka kwenda Nairobi, uko na njia ngapi za kufika Nairobi? Ni highway tu hii? Wanauliza hivyo. Lazima utumie hii njia ndio ufike Nairobi. Na ni ukweli, si lazima, si utapita ingine. Unaweza pita Nyeri utafika Nairobi. Unaweza pita Bomet na huko uende hivyo na utafika Nairobi. Wanasema hivyo. Na hivyo wanasema hata hivyo kuna njia nyingi za kufika mbinguni. Lakini nimekuja kukuambia that Jesus remains the only way to salvation. Kwamba Yesu anabaki kuwa njia peke yake ya wewe kuingia mbinguni. There is no any other way. Hakuna habari zingine ambazo zitatujia za kusema kwamba kuna njia mbadala. Yesu anabaki kuwa njia kamili, and the only njia peke yake ambayo itatufikisha kwa Baba. Haijalishi watasema njia gani, haijalishi watasema nini, Yesu anabaki
ilikuwa the only way to our salvation. Wengi hata kuna uongo huu ambao shetani ameintroduce hata makanisani, kwamba wewe enda kanisani hata kama hujaokoka, kwa sababu unaenda kanisani utafanyika mwokovu. That is a lie of Satan. You will never become, hautafanyika kuwa Mkristo kwa sababu ya kuja kanisani. Na kama uko hapa usikize vizuri, kwa unakuja kanisani lakini haujaokoka, haujakubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, utaishia jehanamu ukiwa ukisema nilikwenda kanisani. Because kukuja kanisani, it does not guarantee you, haikuguarantee kwamba wewe umeokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini what guarantees your salvation, kile ambacho kina guarantee wokovu wako, ni kukiri kwamba Bwana ni Mwokozi wa maisha yangu. When you do that, you have a guarantee. Wengine wanaambiwa mkuje tu kanisani, na wapewe nafasi ya kufanya toba kwa ajili ya maisha yao, kwa sababu labda makanisa mengine ama watu wengine what they are after si kwa sababu ya moyo wako, hawayuko after your heart, but they are after what your pocket carries. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo ndio maana njia zimebadilishwa, ikasemekana hata wewe ukijiunga na cell group, zile fellowship za nyumbani, wewe ni mmoja wa kanisa lile na wewe umeokoka. Na ninasema njia hizo zote ambazo zimenenwa na zimenakiliwa, that is not the way. The only way inabaki that ancient way, ile njia ya kwanza, ile ya kitambo. Jesus is the way, and the cross is still remains the way. Msalaba wa Yesu unabaki kuwa njia pekee. Na unajua hata tunapozungumza, hata tunapohubiri hapa, kuna mtu ambaye anakuwa convinced kwamba ni ukweli mimi sijaokoka na ninataka kuokoka, lakini anasema hapana, wewe goja. Hauyuko peke yako. Ukisoma in the book of Acts chapter number 24, kuna huyu jamaa alikuwa anaitwa Felix. Paulo alienda akaanza kumwambia, kwa sababu Felix alikuwa anataka kumchukua mwanamke ambaye alikuwa ni bibi ya mwingine, ambaye alikuwa ni bibi ya Azizu, kitu kama hiyo. Lakini Paulo ama yule Felix alitaka kumchukua, na kwa hivyo alitafuta njia zote za yeye kujiprove, lakini Paulo alikuwa amemkazia macho. Na kwa hivyo Paulo alipokuwa mbele zao akinena, Felix akakuwa convinced, yani akakuwa persuaded, yani karibu apokee Yesu. Lakini aliposikia hiyo, karibu aokoke, karibu akubali, akaambia Paulo, wewe nyamaza, because he did not want to give his life to Christ. Na hata wewe uko hapa, unasikia kabisa ninataka kuupokea Bwana kama Mwokozi wa maisha yangu, alafu unasema wewe hapana usiokoke leo. That is the only chance Felix alikuwa nayo. That could be the only chance ambayo wewe utakuwa nayo hapa. Labda hii ndio wakati wewe ambao uko nao wakupe Yesu maisha yako. Na si huyo peke yake. Ukiendelea kwa habari hizo, uendelee Acts chapter number 26, utapata mfalme ambaye alikuwa anaitwa Herod the Agrippa 1. Na yeye Paulo alipokuwa anasema, akamwambia Paulo, you almost convinced me. Yani karibu unifanye niokoke. Lakini aliishi ama alikufa kwa hali ile ya kuwa karibu aokoke. Don't allow this chance to bypass you. Usikubali wakati huu ukupite ukisema wish ningeokoka. Wangapi wamekufa wakisema siku ya Jumapili nitaenda kupeana maisha yangu kwa Mungu, siku ya kesho nitaita mchungaji akuja aniombee, lakini wanaondoka kabla ya maisha yao, kabla ya wao kupeana maisha yao kwa Yesu. How many of them? Ni wengi sana. King Agrippa, Herod alikufa akiwa almost convinced. Felix alikufa akiwa almost persuaded kupeana maisha yake kwa Yesu. No wonder the Bible says, unaposikia neno hili la Mungu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Open your heart to the Lord. That will become the Lord and the Savior of your life. Yani fungua moyo wako ili Yesu akuje afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
That's what our churches needs. Hatuhitaji mambo mengine. But we need people that will be persuaded, watu ambao watakuwa convinced to giving their lives to Christ. Hajalishi umekuja kanisani kwa kipindi kigani, lakini haujawahi kubali, haujakubali kwamba ama haujakiri kwamba Yesu ni Mwokozi wa maisha yako, kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haijalishi wewe ni kijana uliletwa kanisani na umekuwa ukiwa pale kanisani, lakini haujawahi kiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hii ni wakati wako wa kufanya maamuzi haya na kusema, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Yes, yani Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa. Hii ni wakati wako. Wewe ambaye umekuja kanisani, umetamania kuwa pamoja na Wakristo wengine, but you are there, you've been coming to church, but you've never, haujafika mahali ya kukiri kwamba Bwana ni Mwokozi wa maisha yako. Tukiwa tumesimama, naomba tusimame. Let us remain standing. Tusimame. Labda wewe unagoja the most convenient time, unagoja ule muda mzuri ambao utapeana maisha yako kwa Yesu. You are still waiting for that convenient time that you will give your life to Christ. Labda unabaki pale nyumbani, wewe unaangalia watu kwa online ukisema, I'm waiting for the right time. Na sijui ni nani alileta uongo huu. Devil has been a founder of this lies. That time yangu haijafika. The time is now. Wakati ni huu. You need to give your life to Christ, because the nature of man has not changed. He remains dependable on God. Anabaki kuwa anamgojea Bwana. God can live without us. God can depend on himself, but you will never depend on yourself. Hautaishi kwa ajili yako mwenyewe. We need God, people of God. Tunahitaji Mungu kuangaza hatua za miguu yetu. Tunahitaji Mungu kutembea pamoja nasi. We need God in our lives. Hata nchi yetu inataka Mungu. We need God in all aspects of our life. Tunahitaji Mungu katika kila njia, katika kila hali ya nchi, katika maisha yako. You need God in the name of Jesus Christ. Wale ambao wanakaa kitandani wakisema nitasikiza online, but you are not doing so. You need to give your life to Christ. God is waiting for you. Maandiko yanasema, tazama niko mlangoni, nabisha. Kama mtu atasikia, afungue moyo wake, na mimi Bwana nitaingia, nitakula pamoja naye. Lord is waiting. Yesu anagoja wewe umpe fursa ya kuingia katika maisha yako. Are you there? And you are saying, this is my day. Tukiwa tumefunga macho yetu, uko pale unasema, huu ni wakati wangu. This is my chance to give my life to Christ. Yani huu ni muda wangu wa kupeana maisha yangu kwa Yesu. Ndio watu wanadhani mimi nimeokoka kwa sababu ninakuja kanisani. Ndio wanadhani nimeokoka kwa sababu nilizaliwa na jamii ambayo ilikuwa imeokoka. Lakini mimi binafsi sijafanya maamuzi. Kuna mtu kama yule kwa ishara ya mkono? Is there such a person that is saying, I need to receive Christ as the Lord and Savior of my life? Mambo yetu, matukio yanafanyika, watu wanaondoka bila kwaheri, watu wanakufa pasipo na kujua, watu wanaondoka kila kuchao. People are dying, people of God, and it saddens my heart. Inaniwacha na moyo mgumu. The people who go wakiwa almost convinced kwamba watu wataondoka duniani hii wakiwa karibu kupeana maisha yao kwa Yesu Kristo, but they never did so. Are you there? You see, don't be afraid of the people. Madam, Biblia inasema usimwogope mwanadamu ambaye anaweza kuharibu mwili huu, lakini mwogope Mungu ambaye anaweza kuharibu mwili huu